Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Ligi kuu England inaendelea kushuhudia ushindani mkali katika hatua za mwisho za msimu 2025-26, huku vita vya ubingwa na mapambano ya kuendelea kupambana kwa ajili ya kusalia katika ligi hiyo msimu ujao yanaendelea kupamba moto kadri ratiba zinavyokaribia tamati. Kila mchezo sasa una uzito mkubwa kwa timu zinazowania malengo tofauti ndani ya ligi hiyo. Manchester City inaendelea kupambana kuweka hai matumaini yao ya kutoa taji msimu huu 2025-26 kwa kuibuka na ushindi wa mabao 3-0 dhidi ya Brentford katika mchezo uliochezwa weekend. Ushindi huo umeifanya City kuendelea kuwa kwenye presha ya ushindani wa nafasi ya kwanza na hatimaye kutoa ubingwa mwishoni mwa msimu. Nyota wa mchezo huo alikuwa ni Jeremy Doku ambaye ameendelea kuthibitisha ubora wake ndani ya kikosi hicho cha Pep Guardiola. Winga huyo alifunga bao moja kwenye dimba la Etihad na kufikisha jumla ya mabao 4 katika michezo yake mitatu iliyopita. Mbali na kufunga, Doku alikuwa tishio kubwa zaidi kwa safu ya ulinzi ya Brentford, akifanikiwa kupiga chenga 4 zilizokamilika, kutoa pasi 6 muhimu, kutengeneza nafasi 2 kubwa za mabao pamoja na kupiga cross 2 sahihi. Ubora wake ulimfanya kuwa muhimili mkuu wa mashambulizi ya Manchester City katika mchezo huo. Kutokana na kiwango hicho bora, Doku alipata alama 9.5 za mchezaji, zikiwa ndizo alama za juu zaidi kwa wachezaji wote waliocheza mwishoni mwa wiki hii katika Premier League. Pia alitoa kwa mara ya pili mfululizo tuzo ya mchezaji bora wa wiki, akiendelea kujijengea heshima kubwa ndani ya kikosi hicho cha Manchester City. Kwa sasa Manchester City ina michezo mitatu mkononi ambayo imebeba matumaini makubwa kwa kikosi hicho chini ya kocha Pep Guardiola kuhakikisha inaweza kushinda michezo yote mitatu, huku ikitegemea matokeo zaidi kutoka kwa kinara Arsenal the Gunners ambaye ndiye mshindani mkuu wa ligi kuu nchini England kwa sasa, ambaye anaongoza ligi hiyo na kuhakikisha anapigania nafasi hiyo kwa ukubwa zaidi na kutoa taji hilo kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi kupita. Arsenal the Gunners ikiwa chini ya Mikel Arteta imekuwa na msimu bora msimu huu, ikiwa inatarajia kucheza fainali ya UEFA Champions League dhidi ya PSG, lakini pia inaongoza msimu kwa muda mrefu na ina matumaini makubwa na matazamio makubwa kutoa taji hili msimu huu wa 2025-26. Kwa update zaidi za kimichezo na burudani, endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter. Tunapatikana kama Kasako Media. Mimi naitwa Official Diaga. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.